hebu tumtukuze Mungu chini ya mahubiri yenye kichwa, sheria ya Mungu ilichukuliwa kama kitu kigeni. Mungu alianzisha sheria zake si kiholela, bali kwa ajili ya utukufu na furaha yetu ya wakati ujao. Hii ndiyo sababu alianzisha sheria, amri na agano lake. Tukilizingatia hili, siku zote tunapaswa kujifunza neno la Mungu. Kila tunapofikiria kuhusu baba na mama waliokuja katika dunia hii katika mwili, nao hawakusita kuubeba msalaba, wakivumilia kila aina ya mateso kwa radhi kwa ajili ya furaha yetu. Hatupaswi kuliangalia agano hili jipya kama kanuni tu. Mungu aliona mwisho tangu mwanzo, naye akatekeleza kila kitu kwa ajili ya furaha ya watoto wake. Je, utamaduni wa Kikorea hauenei duniani kote? Miongoni mwa vipengele vyake, Hangul, mfumo wa kuandika kwa lugha ya Kikorea, unapata umakini. Sasa watu husema kwamba Hangul ni hati bora katika enzi hii ya kompyuta ambayo wengine hawawezi kuiga. Hata kabla ya hapo Hangul ilikuwepo, sivyo? Hangul ilitumiwa na watu wengi hata kabla, lakini ni hivi karibuni tu ubora wake unatambuliwa. Ndivyo ilivyo na Agano Jipya. Baba na mama waliona kila kitu kimbele na kusema, siku zote tuweke umakini kwa maneno haya na kuyatii. Hivi karibuni ulimwengu utatambua thamani yake ya kweli. Huenda huelewi sasa kwa nini unapaswa kushika siku ya Sabato na Pasaka, lakini hivi karibuni utaelewa hili. Kwa hiyo sasa kozi za lugha ya Kikorea zimejaa sana kwa sababu ya uhaba wa walimu na nafasi. Hili sio jambo la muda tu. Baadhi ya wasomi husema lugha zote zinaweza kutoweka, lakini Hangul inaweza kuishi hadi mwisho, hasa katika enzi hii ya kompyuta. Pia wanasema hata katika enzi ya AI, Hangul pekee haitakufa kamwe. Fikiri kuhusu jinsi ulimwengu unavyoisifu sana na watu wanafanya juhudi kujifunza Hangul. Sijaribu kujisifu kuhusu Hangul. Ndivyo hali ilivyo kwa Agano Jipya. Ijapo limefichwa katika historia yote, ghafla watu watatambua kwamba ukweli wa Agano Jipya ni bora zaidi. Na kwamba maadili ya kiroho ambayo wanadamu wanapaswa kuwa nayo yamo ndani yake. Siku ambazo thamani yake itatambuliwa sio mbali. Kwa hiyo, ingawa tuna nguvu ndogo, Baba na Mama wametuwezesha kuanzisha makanisa katika kila nchi na kuhubiri Injili. Kanisa hili linabeba kila kitu katika Biblia, likijitahidi kutimiza mafundisho yote ya Mungu. Hivi karibuni watu wote wa ulimwengu watalielewa kanisa la Mungu kwa usahihi kwa njia hii. Hivyo leo, kupitia mahubiri yenye kichwa sheria ya Mungu ilichukuliwa kama kitu kigeni, ijapokuwa ulimwengu unaweza kuiona kama jambo lisilofaa, lazima tuwe na fahari yetu katika ukweli tulio nao.
Haijalishi watu wana ushawishi mkubwa kiasi gani, msifuate muonekano wao wa nje. Kwa kuwa Mungu anajua jinsi gani Agano Jipya litakavyoonyesha nguvu katika wakati ujao, anasisitiza kwamba lazima tusiongeze wala kupunguza kutoka Agano Jipya, bali tulidumishe kuwa takatifu hadi mwisho, na siku zote tudumu katika neno lake. Kulikuwa na sheria ya Agano la Kale ambayo baba na mama walianzisha kwa ajili ya furaha yetu. Kulikuwa na sheria ya Mungu iliyotolewa katika bustani ya Edeni. Takribani miaka 2000 iliyopita kulikuwa na sheria ya Agano Jipya ambayo Mungu aliwapa wanadamu. Hebu tuichore mioyoni mwetu. Historia ya Hangul ni ndefu sana. Walakini kadiri enzi ya AI na kompyuta ilivyokuja, watu zaidi walikuja kuthamini ubora wa Hangul. Matokeo yake, kozi za Hangul inapotolewa katika vyuo vikuu, siku zote zinasongamana. Vivyo hivyo, hivi karibuni, watu wengi watashangilia katika Agano Jipya, na nafsi nyingi zaidi zinazotafuta ukweli zitakuja Sayuni. Kwa hiyo, hebu kamwe tusizichukulie sheria za Mungu kama kitu kigeni, haijalishi ni vishawishi gani tunakabili. Tuangalie Danieli sura ya 7 mstari wa 25. Danieli sura ya 7 mstari wa 25 ni fundisho muhimu sana kuhusu kanisa la kweli na kanisa la uongo, kanisa litakalookolewa na kanisa ambalo halitaokolewa. Danieli sura ya 7 mstari wa 25. Atanena maneno kinyume cha yeye aliye juu sana. Je, aliye juu hamrejelei Mungu? Nani ananena kinyume cha Mungu? Je, si ni Ibilisi? Ndiyo maana neno adui siku zote linatokea mbele za Ibilisi. Atanena maneno kinyume cha yeye aliye juu sana, na nini kingine? Kuwaonea watakatifu wake. Shetani, Ibilisi, siku zote huchochea mtu fulani hapa duniani kuleta mateso juu ya watu wa Mungu. Mungu aonaye mwisho tangu uumbaji alifunua ukweli huu na kuandika kupitia nabii Danieli. Atanena maneno kinyume cha yeye aliye juu sana na kuwaonea watakatifu wake. Nini kingine? Huku akijaribu kubadili nini? Majira na sheria. Biblia inatufundisha kwamba atajaribu kubadili majira na sheria za Mungu. Kisha ni nani anayejaribu kubadili majira na sheria za Mungu? Je, ni Mungu au ni Shetani anayempinga Mungu? Mungu habadili majira na sheria zake alizoziamuru. Walakini Shetani anajaribu kuzibadilisha. Basi je, makanisa mengi kama mchanga wa pwani yanatii majira na sheria za Mungu kweli? Au wamezibadilisha kwa mafundisho ambayo hayakuamriwa na Mungu? Kwa kupambanua kama wanafuata Biblia au la, tunaweza kutofautisha kati ya kanisa la kweli na kanisa la uongo, waliookolewa na wasiookolewa, na kama wao ni wa Mungu au wa Ibilisi, si ndio? Shetani alibadili majira na sheria. Hatimaye alibadilisha sheria ya Mungu. Kwa ajili ya furaha ya watoto wake, Mungu alianzisha Agano Jipya hata kiasi cha kufa na kuwaamuru watoto wake wa mbinguni kuiadhimisha, sivyo?
Kwa hiyo shetani kamwe hafungui njia kwa watoto wa Mungu kufuata mapenzi ya Mungu. Anaeneza udanganyifu. Alijaribu kubadili sheria za Mungu ili kwamba watu wasiweze kuzifuata. Hivyo ndivyo ilivyotukia katika historia ya wanadamu. Siku ya Sabato ilibadilishwa kuwa ibada ya Jumapili mwaka 321 baada ya Kristo. Pasaka iliondolewa mwaka 325 baada ya Kristo. Na kanuni kama vile msalaba na Krismasi zikaingizwa makanisani. Taratibu za kidini za kipagani kama mayai ya Pasaka na sungura wa Pasaka zilikuja makanisani kana kwamba ni kanuni nzuri za imani. Kwa hiyo leo watu hupaka mayai ya kuchemsha kwenye siku ya ufufuo. Je, mayai ya kuchemsha yana uhai? Kwa ujanja, shetani anawasilisha desturi hizi za kipagani kana kwamba ni sheria za Mungu. Kitabu cha Ufunuo kinarekodi nini kuhusu hili? Anaupotosha ulimwengu wote. Hivyo tunapaswa kuondoa giza haraka kwa nuru ya ukweli kutoka kwa Baba na Mama na kuwaongoza wanadamu kwa usahihi kwenye njia ya Agano Jipya ambayo Baba na Mama walianzisha kwa ajili ya furaha yetu, sivyo? Katika Danieli sura ya 7 anajaribu kubadili majira na sheria, na watakatifu watatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Ingawa anaweza kuonekana kuwa na nguvu, unabii unatuambia nini? Tuangalie mstari wa 26. Lakini mahakama itakaa kuhukumu, nayo mamlaka yake. Je, nini kitayatokea? Yataondolewa na kuangamizwa kabisa milele. Hawezi kamwe kufanikiwa. Tuone mstari wa 27. Ndipo ufalme, mamlaka na ukuu wa falme chini ya mbingu yote utakabidhiwa. Kwa nani? Kwa watakatifu, watu wa yeye aliye juu sana, yaani watoto wa mbinguni. Ufalme wake utakuwa ufalme wa milele, nao watawala wote watamwabudu na kumtii yeye. Huu ndio mwisho wa jambo lile. Watu wa mbinguni watapataje ushindi? Je, haikuandikwa katika Ufunuo sura ya 14 kwamba wao ni wa Mungu na Mwana-Kondoo? Wao si wa Shetani. Leo makanisa mengi yanakataa sheria ya Mungu na yako chini ya sheria iliyowekwa na Shetani. Walakini vipi kuhusu sisi, watu wa mbinguni? Tumekusanyika ndani ya sheria ya Mungu. Matokeo yake imeandikwa kwamba ndipo ufalme, mamlaka na ukuu wa falme chini ya mbingu yote utakabidhiwa kwa watakatifu, watu wa yeye aliye juu sana. Ufalme wake utakuwa ufalme wa milele, nao watawala wote watamwabudu na kumtii yeye. Kila ninapoona unabii huu, moyo wangu unadunda. Ni kwa sababu tutashuhudia kazi hiyo tukufu. Kwa hiyo, katika upendo wa Baba wa mbinguni na Mama wa mbinguni wanaotuongoza katika ukweli wa Agano Jipya, tunapaswa kuwa wenye kujali na upatanifu, tukiyashika mafundisho ya Mungu. Hata wale ambao hulka zao ni mbaya na ambao maisha yao wakati mwingine yanapungukiwa katika neno la Mungu lazima wabadilishwe kuwa mfano wa Mungu kupitia utakaso wa mara kwa mara kwa neno la Mungu. Tunapokuwa kama Mungu, siku zote tukifikiria wokovu wa ulimwengu. Je, hatutaweza kusema ninafanana na Baba na Mama? Tunapaswa kufanana nao. Basi watu wa mbinguni lazima kamwe wasikengeuke kutoka kwenye maneno ya Baba na Mama. Je, hatupaswi kutii mapenzi yake kikamilifu bila kuongeza au kupunguza kutoka kwa maneno yake?
Hayo ni mapenzi ya Mungu. Kwa kuwa mapenzi ya Mungu ni kutuletea furaha, lazima tusisahau kamwe kwamba anatuongoza kuzishika sheria zake. Tufungue Ufunuo sura ya 22. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 18. Namwonya kila mtu asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Kitabu hiki ni Biblia, mtu yeyote akiongeza humo chochote. Biblia inarekodi neno la Mungu, hivyo inamaanisha neno la Mungu. Mungu atamwongezea mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Kama mtu yeyote akipunguza humo chochote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, ikiwa mtu yeyote anaondoa Biblia, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Mapenzi haya ni ya nani? Mapenzi ya Mungu yameandikwa katika Ufunuo sura ya 22 mstari wa 18 na 19. Kwa kuwa kanuni ambazo Mungu alianzisha kwa ajili ya wakati mtukufu wa wakati ujao wa watoto wake kupitia dhabihu yake zipo katika Biblia, mtu yeyote hapaswi kuongeza wala kupunguza kutoka kwenye Biblia. Mistari hii ina ujumbe muhimu sana. Sasa tuchunguze jinsi sheria za Mungu zilivyo za thamani kwa watu wa mbinguni. Tuangalie Danieli sura ya 9 mstari wa 5. Tumetenda dhambi na kufanya mabaya. Tumekuwa waovu na tumeasi, tumegeuka mbali na nini? Mungu anatufunulia kupitia nabii Danieli kwamba jambo lolote linalokengeuka kutoka kwenye amri zake ni matendo maovu na uasi. Licha ya onyo la Mungu, makanisa ya leo yanachukulia kupotoka kutoka kwenye sheria za Mungu kama sio jambo la maana, na yanachukulia sheria ya Mungu kama kitu kigeni, kama tu kichwa cha mahubiri ya leo. Tuendelee na Danieli sura ya 9 mstari wa 8. Tusome mstari wa 8. Bwana, sisi na wafalme wetu, wakuu wetu na baba zetu tumefunikwa na aibu kwa sababu tumefanya dhambi dhidi yako. Bwana Mungu wetu ni mwenye rehema na anayesamehe, hata ingawa tumefanya uasi dhidi yake. Hatukumtii Bwana Mungu wetu wala kuzishika. Kitu gani hatujashika? Sheria alizotupa kupitia kwa watumishi wake manabii. Matokeo yake nini kiliwapata? Walifunikwa na aibu. Hatimaye Waisraeli walipoteza utawala wao, wakawa mateka, nao wakawa watumwa. Tuendelee na mstari wa 11. Israeli yote imekosea sheria yako na kugeuka mbali, nao wamekataa kukutii. Kwa hiyo laana na viapo vya hukumu vilivyoandikwa katika sheria ya Mose, mtumishi wa Mungu, vimemiminwa juu yetu kwa sababu tumefanya dhambi dhidi yako. Biblia inatufundisha kwamba kitendo cha kukataa sheria ya Mungu ni dhambi, sivyo? Biblia inatukumbusha kwamba ni lazima tuzishike sheria za Mungu, lakini ulimwengu unazichukulia kama kitu kigeni. Ingawa Mungu anatuamuru tuikumbuke siku ya Sabato kwa kuitakasa, watu waliibadilisha kiholela. Je, ni neno la Mungu au ni mapokeo yaliyobadilishwa na Shetani? Ni wazi wale wanaomwamini Mungu wanapaswa kuchagua neno la Mungu. Tuangalie Hosea sura ya 7 mstari wa 13.
Hosea sura ya 7 mstari wa 13. Ole wao, kwa sababu wamepotoka kutoka kwangu. Maangamizi ni yao kwa sababu wameniasi. Ninatamani kuwakomboa. Kwa maneno mengine, nataka kuwaokoa, lakini wanasema uongo dhidi yangu. Hawanililii mimi kutoka mioyoni mwao, bali wanaomboleza vitandani mwao. Hukusanyika pamoja kwa ajili ya nafaka na divai mpya, lakini hugeukia mbali nami. Mungu alijaribu kuwaokoa wanadamu, lakini walipotea kutoka kwa Mungu. Wanamkataa Mungu na kusema uongo, wakidai Jumapili ni siku ya Sabato. Krismasi ni siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Msalaba sio sanamu. Kwa hiyo Mungu alisema wameniacha. Wanaenda njia isiyo sahihi. Hivyo alisema kwamba watakabili maangamizi. Mungu alitufunulia kupitia nabii wa Agano la Kale hali iliyotabiriwa ya makanisa ya leo. Hosea sura ya 8 mstari wa 1. Wekeni tarumbeta midomoni mwenu, tai yuko juu ya nyumba ya Bwana kwa sababu wamefanya nini? Watu wamevunja agano langu, wameasi dhidi ya nini? Sheria yangu. Tunahitaji kuangalia kwa makini tukio Mungu analoonyesha. Mungu alianzisha sheria kwa ajili ya furaha yao na mustakabali wao mtukufu, lakini wanaikataa sheria ya Mungu kwa urahisi, na kwa kuwa hawakabili adhabu ya kimwili, wanaendelea kuivunja sheria ya Mungu. Tuone mstari wa 2. Israeli ananililia, E Mungu wetu, tunakukubali. Lakini Israeli amekataa lile lililo jema, adui atamfuatia. Hii inamaanisha kwamba adui yao atawatesa. Wanaweka wafalme bila idhini yangu, wamechagua wakuu bila kibali changu. Kwa fedha zao na dhahabu wamejitengenezea sanamu kwa ajili ya maangamizi yao wenyewe. Wanafanya vitendo hivi bila kusita. Tuendelee na mstari wa 11, sura ya 8 mstari wa 11. Ingawa Efraimu alijenga madhabahu nyingi kwa ajili ya sadaka za dhambi, hizi zimekuwa madhabahu za kufanyia dhambi. Nimeandika kwa ajili yao mambo mengi kuhusu sheria yangu, lakini wameziangalia kama nini? Kitu cha kigeni. Siku ya Sabato ya Mungu haiwahusu. Pasaka ya Mungu ni jambo jeni kwao. Zile sikukuu 7 katika Nyakati 3 na Agano Jipya lililoanzishwa kwa damu ya Mungu zikawa hazina maana kwa makanisa ya ulimwengu. Tuangalie Luka sura ya 22 mstari wa 7. Luka sura ya 22 mstari wa 7. Basi ikawadia siku ya mikate isiyotiwa chachu, siku ambayo mwana-kondoo wa Pasaka huchinjwa. Hivyo Yesu akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie chakula cha Pasaka ili tuweze kuila. Matukio haya yalitukia siku ya Pasaka. Tuendelee na mstari wa 19. Kisha akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa, akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili ya nani? Yenu. Katika Hosea 8 Mungu anasema, nimeandika kwa ajili yao mambo mengi kuhusu sheria yangu. Katika Luka sura ya 22 Mungu anasema, agano jipya limemwagwa kwa ajili yenu. Alimaanisha mambo haya yote yanafanyika kwa ajili ya furaha yenu. Kwa kuwa wanalichukulia agano jipya kama jambo jeni, hawawezi kuwa sehemu ya ufalme wa mbinguni. Tunapofikiria kuhusu jambo hili, iwe ni kuhubiri, kujifunza neno au kusali, hebu kamwe tusizembe katika kuifuata amri ya Mungu.
Hivyo Mungu atafanya nini kwa wale wanaoshindwa kutekeleza mapenzi yake katika siku ya mwisho ya hukumu? Tuangalie jibu la Yesu katika Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mapenzi ya Mungu ni sisi kuishika sheria yake. Walakini Shetani alibadili majira na sheria za Mungu, na hata akaifanya sheria iliyobadilishwa ionekane kana kwamba ni fundisho la kweli. Watu wengi sasa wanafuata njia hiyo. Walakini kamwe sio njia ya kwenda mbinguni. Ni njia ya bahati mbaya inayoongozwa na Shetani kwenye adhabu ya milele. Ndiyo maana ilitabiriwa katika Danieli sura ya 7 kwamba maangamizi ya milele yatakuja juu yake. Tuone mstari wa 23. Ndipo nitakapowaambia wazi, sikuwajua kamwe. Ondokeni kwangu, ninyi watenda maovu, ninyi mtendao uasi wa sheria. Uasi sheria ni nini? Wale ambao hawaifuati njia ya mbinguni kama ilivyofundishwa na Mungu, bali wanazishika sheria zao wenyewe, wanatenda uasi wa sheria. Wanashika ibada ya Jumapili badala ya siku ya Sabato, wanasherehekea Krismasi badala ya Pasaka, wanaabudu msalaba na kadhalika. Leo makanisa mengi hushikilia mambo haya. Mungu atasema, ondokeni kwangu, ninyi mtendao uasi wa sheria. Kwa hiyo lazima tuwajulishe watu wengi kuhusu hili. Ndiyo maana katika Mathayo 28 Mungu anasema, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kulitii agano jipya nililoamuru ninyi. Njia pekee ya kwenda mbinguni ni ile ambayo Baba na Mama wametuonyesha. Tuangalie Kumbukumbu sura ya 10 mstari wa 12. Kumbukumbu sura ya 10 mstari wa 12. Na sasa, Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako ila kumcha Bwana Mungu wako, kwenda katika njia zake, kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Mstari wa 13. Na kuyashika maagizo ya Bwana na amri zake ninazokupa leo kwa mafanikio yako mwenyewe. Mungu aliruhusu nini kwa faida yetu wenyewe? Je, si sheria za Mungu? Hatupaswi kuhukumu ikiwa tunapaswa kulishika agano jipya au la kwa msingi wa mawazo ya wanadamu. Lakini ikiwa kitu fulani ni sheria ya Mungu, tunapaswa kukitii. Hii ni kwa ajili ya mustakabali wa nani? Mungu aliamua kila kitu kwa ajili ya furaha yetu. Ufalme wa mbinguni unakaribia. Tunapofikiria kuhusu usiku wa kitropiki, kuhisi hali joto ya digrii 30 sentigredi inafadhaisha. Basi vipi kuhusu ziwa la moto? Ingawa hali joto yake hususa haiwezi kuhesabiwa, bila shaka ni mahali pa mateso. Katika mfano wa tajiri na Lazaro, yule tajiri aliomba, chovya ncha ya kidole chako majini, kisha uburudishe ulimi wangu. Mateso ni makali sana. Isitoshe, itakuwa kwa muda gani? Watateseka milele na milele. Kwa kuwa kuna joto sana siku hizi, ninalifikiria mara nyingi zaidi. Walakini nini kitatokea kwa majira ya joto kadiri miaka inavyopita? Inakuwa joto zaidi. Inatesa maisha yetu ya kimwili.
Hivyo nadhani kwamba watu hawatambui ni kwa kiasi gani ulimwengu huo ni mahali pa mateso. Ndiyo sababu wanasema kirahisi, nikifa nitaenda tu jehanamu. Natumaini mtaamsha nafsi zaidi ili wanadamu wote waweze kufurahia maisha pamoja mbinguni. Nikitumaini kwamba leo itakuwa Sabato iliyobarikiwa ambapo tunatoa shukrani na sifa za milele kwa Baba na Mama kwa kutupatia amri kwa ajili ya wakati ujao wenye shangwe. Ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.